sisi tumeweka matumaini yetu kwa Mungu Mwenyezi. Na kama vile hata Injili imetuambia kukumbusha siku ya leo, tuko hapa kwa sababu tunamwamini na tunampenda Mungu. Kwa sababu yeye ndiye alitupenda kwanza. Kwa hivyo tunarespond kwa mapenzi, upendo wa Mungu. Kwa hivyo kila mmoja wetu yuko hapa, tuko hapa kwa sababu tuko na matumaini kwa Mungu, tuko na imani na kwa sababu tunampenda Mungu. Kwa maana Yesu anasema kwamba kama kwa kweli tunampenda, tuweze kufuata amri zake. Amri moja ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia ni kumtukuza sana sana siku kama ya leo Jumapili ambayo nasema ni ya 6, lakini kila Jumapili Mungu ametuita, ametuamuru kuunganika pamoja ili tuweze kumtukuza. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu tuko na huo upendo. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama familia moja. Na amesema ya kwamba katika Injili tukiweka amri zake, basi Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu atafanya makao yake katika familia zetu, atafanya makao yake hata katika maisha, katika roho zetu, katika hata parokia yetu, katika vikundi vyetu. Na kwa hivyo tunaomba sana tunapoendelea kusherehekea Pasaka, tunajua kwamba tunapenda Mungu, tunafanya mambo mengi kwa sababu tunapenda Mungu. Hata mambo yote ambayo naona mmefanya tangu wakati tulikuwa hapa, hii kanisa ilikuwa tu kigango. Hata kama sitatembea uwanja wote wa kanisa, nimeona mambo mengi mmefanya. Na ni matumaini yangu ya kwamba mmefanya haya yote kwa sababu ya upendo. Mmefanya kwa upendo wa Mungu. Mmefanya kwa sababu mnamtambua Mungu katika maisha yenu. Kwa hivyo leo ni siku ya kufurahia kama familia moja. Kuna mambo manne hivi ambayo ni ya muhimu sana katika kuishi pamoja kama familia. Hata familia yako ya bibi na bwana na watoto wako, hata hii familia hii kubwa ya parokia, hata familia kubwa ya kanisa, hata jimbo letu kule Nairobi. Jambo la kwanza, hata vile tunasema a family that prays together. Kwa hivyo familia lazima, kama ni familia, lazima wawe wanamtukuza, wanaomba Mungu pamoja, ili Mungu afanye makao yake kwao. Kwa hivyo family that prays together stays together. Ndio maana Mungu ataendelea kuwabariki kwa sababu mmefanya, mmemwalika na yeye amefanya makao yake katika hiyo familia yenu na hata katika hii parokia, familia moja. Jambo la pili tunasema kwamba a family that eats together. Lazima tukule pamoja, sio? Sio kama ni familia. Sasa kama hakuna chakula, hiyo ni familia ina gani? Kuna familia watu wanaweza kusema ni familia na don't share meal na hakuna chakula. Yes. Siku anajua, lakini it is supposed to be there. Na kwa hivyo hiyo familia lazima waombe pamoja, wakule pamoja na wafanye kazi pamoja. Jambo la nne, lazima wawe wanasherehekea pamoja, wawe na sherehe. Ndio maana kuna sherehe kwa sababu
mnaweza kutembea pamoja. Hiyo familia ndogo ya yako pia, hiyo familia mko mahujaji, mko na matumaini kama familia. Na mkiwa pamoja mnatembea pamoja, you continue as a family, as a small family, to encourage one another, kupatiana matumaini. Kwa maana tuko na watu wa matumaini. Mimi tukiongea juu ya matumaini, mimi maisha yangu nimeona kweli, ukitaka kujua maajabu ya Mungu kuna uongozi. Hata nikiwa askofu mimi najua ni kwa sababu ya si kwa sababu ya wema wangu, ni kwa sababu Mungu ni mwema na ni mwema. Mimi nilituma hapa nikiwa padri dakiduro ni wawaka dakiduro bado sio ndani ya assistance sio unakumbuka na mara ya sio mzali dakiduro bado sio nini wapa na habari kwa pada wasaro ni hiyo sisi na dakiduro bado sio nanti yake ni nini mama yao kudura na kudura na ngombe itawa hiko huko wani kana wani kwa kama ngombe ndege ndio watu kuna ndio leo tu ndio gani sio ndio 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 madri kwa ndio wale sio ndio na yugana ke hoi wewe leo vitu vikirega kama kuna na tunakutana Kristiano leo na Kristiano ni akuli ndio wa akuli ehina hata nikaomba Mungu anipatie neema. Na mimi nakumbuka kwamba hiyo siku anataka mwambie nanga nikale ndio katalika leo kama hata kwa nini Yesu hakuja hata kwa nini na hata kwa nini ndio tunataka Ndio
Kita tu dia nak dunia. Okey rasa, okey rasa. Aduh dia kena kita rasa sekali. Okey rasa ini orang dah sekali. Umur kesusahan. Umur dah kesusahan. Umur kesusahan. Umur dah kesusahan. Nanti umur beres. Lalu itu dah saya sudah. Nada saya sudah sudah nama orang muda yang mana. Bukanlah kesakti mahal. Oh, saya pun berdoa. Aku saya berdoa kita kamu. Action follows the beat. Yeah, the action follows the beat. Boleh awak buat itu. Orang orang tak bila pada vitalis, bila mafanya misa, hapo tu vile biashara zako vile unahubiri unaonyesha kama kwa kweli hata wewe uko na matumaini kwa maisha. Sio? Wanapata na watu bila hata wengine hapo usione. Usione. Why not? Which is very unfortunate because the priest is supposed to be the sign of hope. The priest is supposed to be the sign of hope of the people of God. Na ndio mpaka hata kwa la shida. Wacha Wakristo wasiwe kwa shida. Kwa sababu wakikosa matumaini kwao, sasa wewe unakuja roho ya Kristo. Ona muonekano. Muonekano wa kiasi gani? Ule. Hiyo ni hapa. Ndio na ile hapa ni mraka. But no matter what we get manifestation of God's hope. Na hiyo tunayo rafiki kwa wale watu. Tarewa aduri utumona na pepo. Si wewe. Maana ile atubatu. Wewe unaona aduri ile bali. Mimi nataka be smart. Unaliona wewe mwenyewe. Na dress ya ona msini ni bonge. Hapana nani? Na wewe mzuri ulikana. Wewe bwana. Wewe ndiye matumaini ya familia yako. Sio? Hata ukiwa na changamoto, hata kama una hela, hata kama una pesa, bado wewe ndiye unatakiwa kusimama ukionyesha matumaini kwa watoto. Nitakutumia. Na tumia ndio kwa mkono. Mtumio na kwenda ndio kuenda. Dagira sana. Kazi. Dagira sana. Mtumio na sana ndio kusikia Mtumia na mtumia wote na kile. Dagira sana. Adumu na namba yake na hapo ndio kutakana nigenda sehemu yake. Itikane kwa tokala itikata wewe. Wewe baba, wewe ndiye matumaini. Wewe mama, wewe ndiye matumaini ya familia. Na ulimwengu wa rafiki mututiro sio wako. Kile uko hukira. Tunaona ile tawe na mwana. Aliona ndio hicho. Na mututiro sio wako ulimwengu. Mbele ya kuingia mtumio sio ana taji anatoka na max ndio ndio na hata huyo bwana alikuwa na wengine. Kwa hivyo wewe ujue uchaguliwa kati ya wewe na mtu kana wale wale at least you know
marriage na muite Kristo afanye makao yake katika ndoa yenu. Si ndio? Vile tunasikia Kristo afanye makao yake katika ndoa yenu. Na ndio kwa lazima tuite Kristo abariki hiyo ndoa. Tuite Kristo abariki nini? Gaya ame uitishana. Sababu ndio mambo ya Bwana. Kuna matumaini lakini pia kuna majaribio mengi. Sababu ndio adwasa tena ile. Ndio maana tunasema. Kama ngapi? Roho wa Mungu
tuna vipaji ngapi? 7. Huyo Roho ndiye anatupatia hekima, so that as children of God you continue to mature in grace and in God's wisdom. Ndiye hivyo, in grace and God's wisdom. Nasikia hapo. Na ndio maana mtapatiwa wale ambao mtawekelewa mikono ili muweze kushushiwa Roho Mtakatifu. Na ndio kana mwingine tumana hata mwingine Roho hawezi kana mwingine hadiya. Ado madre kati ado ya kwa Kristiano. No si kwa mare. Tisiye kwa sio Roho. Kwa alileti tuko hata mbele kwa kumaruta Roho Mungu. Na yule nani kana ikani mwenyewe kazi kwa sasa mimi ya kipaima. Ile kada mali ya mapatia lenga. Mali ya mama tulikia mundu mali meriko tulikwenda. Wakati tulikio mwenyewe ile hao watu wa Mungu. Ile yake hebu sio kuna nini sio pande zote mbili sio lazima sio ni kwa watu sio tunataka roho mbaya atoke ngozi huru sio vile kama wewe natiko roho sio huru sio kina sio both sides demani kama atulia ino mwenyewe roho huru akoima makaso kwa akaendelea. Mbona connection? Nikiwa Yesu aliyafunga huyo Roho. Kwa sababu katika nchi yetu, katika familia zetu, hata ukiangalia unaona Roho Mtakatifu. Unaona Roho mbaya. Ndio ndio kwa kuelekea. Adonana kitu hiki. Ndio kwa ya mohikima. Wewe ndio kitu hiki. Na kama ni tende ya kuna kueleza sisi ndio ndio tiko ya no ukero ile maono manimo watano ya ile ya ndio mtu nete ndio kwa kile kitu tunachosema ndio kwa baba ndio kwa wewe ngosi wale ngani ya Mungu ndio ngosi pele yake ile Yo na kana mekana utulala utulala ni bili sisi yake. Kwa nini mata mkiro? Tuape tutulikie ili kama ndio. Tuape tutulikie mali ya mwana. Tuape tutulikie roho ya Mungu. Ligera ya Mungu ni roho ya Mungu. Ligera ya mwenda na makini. Motega ya makini kwa ndio muangalie makilia tonono aikoma ni roho wa ndani. Roho Mtakatifu ni roho wa kuleta utakaso. Utakaso ni mambo ya mwendelea. Na kwa mtu yeye hiyo roho na hiyo alikuwa na kauli mambo ni kutokana na weka drama. Hili ndani mwanzo hili drama. Bila ya roho ya kitu nani mambo yanakuja ni Muhammad. Hali yako angalia. Muhammad ndiye kurudi ndani ya itu mambo. Muhammad ndio mambo ya yani mambo hadi pasi. Ile ni nani? Muhammad hadi pasi. Dikano hadi pasi. Kwa mbele ya Muhammad ndiye wewe hapa ndio unataka wewe bado unaenda kama message ndio ndio ile maana sisi tunatoa
kumenya maana ya sakramenti ya kitume. Orakei leo kike wadi ndio wetu. Ado mate didi wala. People have lost the sense of sin, including us as Christians. Leo uko na mtu haikawani katibu. Uko na mtu ni daktari na no hata hivyo si ado akielekea karibu. Hapo tikoni wao wote. Bora ni daktari na ni mwana ni nani? Na no hata ado akielekea hivyo. Na yule ndio leo. Ukiangalia katika mwenendo wa roho. Ukiambiwa sasa unless it is a must, don't agree. Because our daughters, because of greed and evil spirits, they are failing silent. Negea kama mjini ndani utolewe kidogo. Na hiyo yote ndio wao ndio ameenda kana hiyo kana. Hapo hapo. Kwa wale hiyo hapo ndio hiyo. Kwa wale hiyo hapo ndio hiyo kwa nini na akenda. Na ndio ndio kwa nini sasa. Gaya hiyo ndio ile no mimi daktari wanao anasema kwa sababu ile ndio ya kwa haina out of post-surgery complications no kwa hiyo wale kwa hiyo ndio sasa aduri wewe no ndio sasa kwa tena no dokane tikile daktari ndio wao ndio daktari ndio katibu ndio daktari ado kamera sio yaya roho ndio watu wani ado tasio bana na kwa Kristo naomba sana sisi sote kwa sababu katika maisha yetu kila mtu anahitaji Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu anapatikana ndani ya sakramenti kama na sakramenti ya kitubio todo hiyo ndio roho ya Mungu na ndio tunataka kwa Eucharistia na ndio sio neno tukamkiana kwa Mungu na ndio Mungu ataendelea kujenga makao yake katika roho zetu kwa pamoja mwenye sisi mwenye roho haiko pia tuko nilikuwa niwaulize kati ya mama na baba nani anasukuma zaidi Mwana
wasi tu dari wasi tu aku kira Kristo na bekiria ho tulilie na wona wako maiki kwa hiyo kusoke tulilie kwenda ngogona ya hili ngogona ya hili ukikoro Kristiano Yesu amesema anataka kujenga makao yake katika roho na upokee kanisa takatifu sasa tunataka na ni nini hiyo inafanya usipokee kanisa takatifu? Utasema ni roho, sio? Mungu kama kile hata mjikite ni na ndio kile ni hiyo. Ni mmoja yeye hana wewe ndio yeye kale yako ayo kuna sai wao ndio ndio kuwira kwa nona wewe sio maiki maana mambo ndio na wao kuna hiyo sinato ile tunasema na wao kuna hiyo na wewe ndio Yesu mno na wewe ndio kama unaona makino I hope unapenda imani ya kanisa. Umoja ndio kwa nini? Ndio anakamata. Lakini kwa nini anaendelea kuandika Mtakatifu Teresa wa Avila alisema hivi. Mungu utawa yake na Mungu utalia ukuli kwa wana ndio wanasema ndio namaji ayile mudusi kama agiliye na shetani na makao wa Mungu na shetani so ukiona shetani na Mungu umeenda ndio ndio ukasi kana ngeli umene kwa mwingine leo ndio ndio ya usiku wewe kwa meza hizi wewe kwa meza hizi kwa ndio ya meza hizi kwa ndio mteja no sitaki bakena sitaki bakena tone kuna wewe ya wewe no ndio ya ndio roya wekeratia shetani ndani nao todo wale wale box tayari kuingia katika box ya nani na mnataka kwenda hapo utaki ndio Mungu anaomba sio ndio Mungu tena hapo tuko na nini diraki na kukuelewa kama tumrejea pata wa sakramenti ya kitubio na sakramenti ya ibada. The two are the most important. Na hizi zingine hizi ya kutekeleza. Hizi zingine alafu lazima tuongezee rozari. Si tuko katika mwezi wa rozari. Mama Maria lazima tuangalie katika familia zetu. Anaangalia upungufu wetu, mapungufu yetu, anaangalia and she is able to intercede for us. Na roho kwa yeye. Bigera kulia kwa roho wala yeye. Anatoka. Alafu tuwe watu wa vitendo vya huruma. Ape alamaswa. Blessed alamaswa. Bigera na watu tukiketi sisi matangazo toma kama kone ya watu
shetani, the devil will not allow you to realize the truth. But lakini Mungu anataka kujenga makao yake katika maisha yetu vijana na watoto na sisi sote. Na kwa hiyo tuangalie mahusiano yetu ya ndoa. Todo hiki kilikuwa mbele. And Father Vitalis, ukisoma mkiwa na approach na mapadri wote, ukisoma our latest pastoral guidelines, utaona ya kwamba we would like now to start what we are calling family triage. Tunasema we want to have a pastoral approach that is family oriented. That is family oriented. Tunaona kutumia mariadha haka mega ngai. Na tunaona mariadha haka ngai ni very smart. No tuwa difícil matero. Udrali kale ya kama. Tutena nimena haka mungu. Mungu kile mungu ni ya Joseph. Nani walikuwa? Ibisi mameni wao walikuwa. Naona nini wazee? Wao walikuwa na wao. Father Vitalis hawa watatu. Sasa ni wazee wa Thank you for that. Don't kama hizi kama leo watoto wote kama na hiyo ndio pale ni jimbo kuu la Nairobi. Hapo wazee wa sio? Leo ni kwa hiyo bure. Aduni maendeleo hapa. Na nilida hapo na mbele yake kwa kuuza au na nikipenda ndio wanaendelea hata ndio inaati ndio wanaendelea amesio hapo anambia kwa mmoja kwa ndio au mmoja anataka yake hadi ile kutumia kama message hapo yake I love you and I miss you I love you and I miss you. You love me kama practical. I like what I miss you, my dear. Oh, my dear, ada usisio ya leo, akidawas. Wote wanaandikia. Atuandikia kutumia kama sisi wewe kuna tatizo. Iko ndio tunaanza kabisa. Karibu. Libera hiyo mama ndio libera wote wanajadili atume. No, na vitu vya tumia. Oh, na vitu vya tumia. Libera hiyo ndio hali libera. Ndio na ndio. Ukikiuka tukiuka kile ile ndano mbele yako ile wakujio. Libera hiyo ndio ndio. Uone uliawewe ndio tumia. Leo sana wanameka. Uliawewe ndio sana leo yana. Ndio ndio. Dunia sio ndio. Gereza unaanza kusoma jumbe tofauti. Na kriatura yake moduli ile kadri ayu okay. Kama mko pamoja na watoto, mko
believe in the message of God. Ulioleki kuhota, waliowezo wote, haya mambo yote ambayo yanawatenganisha, Yesu ameyashika yote. Kwa hivyo Kristo akijenga makao yake katika roho yako, katika mahusiano ya ndoa, hata wewe unaweza kuyashika. Kama utaruhusu, kama utajua maana ya sakramenti ya kitubio. And brothers, I know you avail yourself. Try to avail yourself more and more for the sacrament of penance, reconciliation, and the holy sacrament of forgiveness. The next thing I do have Matthew, just be there. God will not question you. Just make it available, even if you don't have, for you are there. What do you do after Matthew? Matthew article. Number of letters also reflects kuangalia upande wetu. Na tupende ibada ya misa sana. Ibada ya misa iko na nguvu ya kutransform your husband. I don't know whether you know how powerful it is. Na mwana ikuwa kiuga. Na diguma iko sokera. Ni bere yake mbaya kwa ya basi. Ndio kiyo. Weka mimi ya usini ya nasana. Mwana ikuwa kiana hivi. Hivi yana wale kwa. Duda wa mimi utumia kimaduka kibieno bayafa yake basa akijera hali ndio kusike ali yetano mdio na mwita ni mlaba ya baba what is the purpose of communication ndio unaanza ni kwa message not hizo kwa hiyo kwa akijia Kristo aliamini akibwera akija na wale wamshiriki mwanao ndio hapo hakuita kibali simuku wa hizi sana akijia Kristo yeye ni anaanza hiyo ndani umu sia wiki hiyo ndio no nakimbia hiya au ndio ndio maana Maria alileta mafando ona kimbia hiya au no hiya no ya hizi sio vitu hiyo na ndio watu wote hiyo misa imechukua aje misa inaweza kuchukua yes ndikani start Kemudian itu lagi kita sendiri belum nampak kita mana ibadah apa mereka poison and today I have planned to poison my husband because mabaya yananifanya hata shetani ananifanya hata kita poison mmoja pagi mmoja kurang kalau mana kita masih sadar deha sisi hao ni dawa wakati leo kunaika tekeni akaje dua yake ni nani nuru wa mimi leo I have decided to postpone. I have decided to udah nanti ini nak kalau nanti kita orang Muduri yang berisikan kira kira tuan oh, itu posisi yang ada. Dia di behind. Nanti kita berarti dia dalam kerja keras. Itu aku tidak non itu dia. Tapi lagi ya, oh dia, oh kami dia. Tapi lagi ya, oh dia, oh okay. Video, mana video? Bukan di video, kamu akan buka pasir. Oh hanya dia, bukan di video. Kira, okay. Kita fikirnya, kita negosiasi. Nari mau dulu, no nama dia betul ni, itu ada dua. Video yang aku buat, yang aku video yang saya sekarang ini. Akhirnya kalau video ada cara yang sesuai.
Na tondũ rĩmwe na sisi kwa mũndũ nĩ menya handu rĩmwe ya sasa. You will see wonders. Are you aware of that? You will see wonders in your life. You only need to remain patient na kuwa na tumaini, kwa sababu sisi tunahitaji na kwa hivyo tuombe sana. Na leo siku ya furaha, naomba sana ikiwa siku ya familia yetu, pia iwe siku ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote ambayo tumefanya, lakini pia tufungue roho zetu, Kristo aweze kujenga zaidi makao yake ndani ya roho zetu. Ningependa hata kama kuna mambo vile tumesikia katika somo la kwanza, hata kama kuna mambo tunatakiwa kutatua kama familia ama kama familia, tumesikia hapo somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. They disagreed kwa sababu Wayahudi wanataka kuendelea na utamaduni wao, lakini kuna mambo mengine ambayo hayapatani na utamaduni wao. Ndio maana Petro anazikataa, Paulo na Barnabas na mitume wengine wanaambia lazima sasa muache mambo haya hayapatani na Yesu mfufuka. Haya ni kinyume. Kwa hivyo hata sisi tuangalie katika familia yako, tukaimba hata viongozi, ni mambo gani ambayo tulisagree hapo. Sio? Kama tunalikuwa kuona gani? Matuma ilo sasa ndio katakati nini? Na maongozo yake ndio mtafungua the channels of God's grace and blessings more and more, kwa sababu Mungu atajaza makao yake katika hii parokia. Na pia tukiwa pamoja na mapadri wetu tuangalie. Na kwa hivyo hata tukipokea Ekaristi Takatifu let us pray that we can be innocent before God. Innocent before. But how can we be innocent unless we are able to use the sacrament of penance as it was given? Usipokea Ekaristia uwe na madhara yake. Tukampokea Ekaristia pale innocent. Anehea na akao kwa barabara yuko mahali kusokera. Ndio ndio na Kenyatta. Ndio hawa mkini kutumia mlinzi ayanga agioka kuitakana yake akuoga kana kanini mno bibi yake tatuko gari kana kidora ani zite mno tunani yake mkazele haya kana kidora bibi kawa kana ni smaida wao ndio na kana smaida tena ikaleni umweza smaida leo ukisema irongo ukicheka kama ikiwa hiyo no makamani kita kuanza ni akisema hiyo nakidora ni na kikamcha maya kesho ndio na nakidora akisema leo hii Messi ya hiyo na desa hapo hakuna ile ile Ekaristi anaendelea Reame ninakidora pana hii leo kana tono hiyo sisi na katia ni maneno yakimta wasti kidege no mtu yuko na mimi kwa sababu nanti deko pole no mbona takaya ni yake no ame wapi na mimi nataka kupokelewa na mama kwa innocent. The child is innocent but the mother is not. Na ndio Yesu attracted to the children. Let the children come to him. Before God, are you innocent? Even the angels as a priest, are you innocent before God? Now, what you put away about that? No, they have to take a gracia with the no gracia with them. How now did we go? Kaya kan ketika rahasia wilaya nakai apa kagak media itu. Nanti itu juga kami
mehia matira tutikiri mehia numa na tutirani ndo ame tutirani ndo ame na taribu ngeo ni hapo Kenya jua makenegena ati wana Kenya mnateseka si ndio mnateseka oyui mnateseka kwa nini nani anafanya mteseke ni Mungu ni nani ati nani ole no kidogo no amani ona ndio ya si akwani kwa hiyo mbele ya tuone ekana maigania magai ini ndio sababu wote hamtana muda wake leo ikija mambo wale wake leo ikija ole ndio utina todo hoja kwa nyuma todo ndio tuambie na kuona wale hatu basao na wale mama of the society. Si kulikuwa kuna mtiarete wayago sina kwa wale na wewe ndio lakini wewe ndio no ndio kwa ndani mimi niliuza nani nchi yangu na nikauza watu wangu kwa sababu kulia kwa hapo katika hapo atakuwa ndio sababu ile wana kumanja usasikia Mungu leo ni kwa jirani yake na hatuna ndio ile message ya kila maneno kila matani kwa mimi ndio atoa ile kwa ile toka dulu gaya ini anak buahnya na tokamu lihat itu dikata itu todo dalam semua musuh kira dia orang tu dia nah kayak mereka momennya kayak mereka kalau lain bagi hari dia orang pula yuri juga momennya kata orang itu semua dua ya bagaimana ini makin orang boleh jual ada makin itu berapa ini story dua kita orang makiria ada yang rumah apa ini kau pengen dia nanti itu dia kan luar sana nashukuru sana pia mapadri kwa kazi yao mnafanya lakini hata sisi tujirudie kama kwa kweli hata tukiwa maaskofu tunafanya ile kazi Mungu alitupatia. Mimi nakumbuka Papa Francis na Mungu ambariki sana Papa Francis wakati tulifanya kuwa maaskofu kwa huruma ya Mungu si kwa wema wetu tuliitwa Roma. Tuliitwa wapi? Kwa Roma kwa Roma. Ongea samani na Papa Francis. Miguel aliwaambia how to behave like a bishop. Miguel na watu wanaenda. Ungana kata kile. Iwe ni Mungu, kwa nini wanaenda kata kile? Iwe ni Mungu. Yaani, no, wasi au tiki. No kilia kwa Francis, kwa yake. Ani ndio ya hata ndio need to get so many bishops in the world that together with the priests, the people of God will experience the love and the master of God. Now, if you have to make sure, now as a bishop, you smell like a sheep. You keep on having to hear it. You get that? You know, in a good sense, in other words, when you get out to it, muy bien como cristiano, muy bien como nama. Nanti kita ini manusia yang berbeda. Agak tu lagi harus semua. So dia proses, dia dah sesuatu.
we are smelling like our sheep. Let us interact. Let us know what the sheep is going through. Let us be aware. And let us pray that the Holy Spirit will help us as Christ. He will help us. Na mkiruta mawe na maakali na mumenyeka ni alena kwa kibu anaenda kwa kugato ni ake na mtikana lehe kwa matali yake huko alena kwa kunendwa na ilio ya kibo kanisa wito ya capable of doing everything that it needs tadi tutilanga na mundu bwana ku na ndio mwana anaileha kwa sasa ile hapo tunasoma kwa ndio mambo kwa kwa nini ndio mbona umeenda bokani na hizi na wako wa kwa nini tukia vitu za direction of Afrika baada kwa mwingi kwa ndio ndio sio sana no nasikia na no ndio ule kama unaona mmoja akirwa lakini ndio damu ado akirwa ndio kwa Romporono metikiria homodel. Kono metikiria homodel. Uradmiro bisikia. Monichukua na manere. Kristo anaweza kujenga makao yake katika familia zetu. Nigeno na senasi azimina alimu wakati. Senasi azimina alimu wakati. Kama Kristo anajenga makao yake katika ndoa. Nigeno na huyu Roho Mtakatifu ambaye anakuja aweze kutoa hiyo pepo mbaya ambayo inafanya mshinde kuishi maisha ya watakatifu. Nigeno na damu taingine moja na hapo ndio wanatairi imekaka kupata hiyo hekima na kupata nguvu waweze kupokea Kristo katika ndoa zao. Kaya vitu hapo ndio mweka gai atuikurukire hapo ndio atuikurukire na Maria mo de imo tuikite matangire todo kugagira mukia pele Mungu ayatakase yote. Kaya tuele wewe mtumia wa Mungu na tanake akiwa yote ungenya wako ndio kuino kwa Mungu na rumena wa Mungu. Ndio kuino kwa Mungu na wa Mungu ndio wa kutumia kama Mungu ndio na wewe. Tuache Kristo ajenge makao yake katika roho zetu, katika ndoa zetu, katika parokia yetu na katika nchi yetu ya Kenya na katika dunia nzima. Kristo ajenge makao yake, afufue roho zetu na tuweze kwa kweli kuangaza, tuweze kujenga Yerusalemu mpya kama tulivyosikia katika somo la pili. Yerusalemu mpya ni familia mpya kama hii na familia pia katika familia zetu. Na tuombe sana Roho Mtakatifu, Mama Maria atuombee sana. Mkumbuke ya kwamba Papa Francis alisema atazikwa katika kanisa la Mama Maria. Si ndio? Kwa nini? Akasema sasa atazikwa huko kwa Petro na kwa wengine mapapa wote. Hiyo Basilika ya St. Peter hakuzikwa hiyo, alizikwa Basilika ya Mama Maria. Because Mama Maria ako na nguvu sana. Kimleta kwa familia zetu kwa ndoa atatufanyia mengi bila kutarajia. Mwenyezi Mungu atubariki na Roho Mtakatifu tutarajie kuja tuangazie zaidi na tuweze kuwa na furaha inayotoka